Jukwaa hili halitakiwi lijengwe kwa itikadi yoyote, kama alivyosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya hapa kwamba unaona sasa huyu ni wa upande ule, huyu ni wa upande ule. Ona sasa huyu itikadi yake kiimani ni ya huku au ya kule. Ona sasa huyu ni mwenye ulemavu, huyu ni mwenye uzima. Jukwaa hilo linatakiwa likuwe wanawake wote, pasipo itikadi zao za kiimani wala za kisiasa, waje hapo kama senta ya mafunzo. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, pima wewe mwenyewe hapa uone tunao 320 katika 11,000. Wengine hawapo nasi hapa, wengine hawapo kabisa kwenye majukwaa. Lazima tukajue wanakwazwa na nini. Hapa ndio nataka niseme maneno mnielewe vizuri. Mimi ni waziri, ninapofanya kazi zangu za waziri, mimi nakusanya wanawake wote na waunganisha na fursa. Lakini kama kwenye majukwaa yenu hamtafuata mwongozo, mtakuta sasa walioko pale kwenye uongozi wa majukwaa ndio hao wanaobeba itikadi fulani, watawakimbia wale wengine. Utakuja sasa hapo kwenye majukwaa umeenda kuchukua uniform za itikadi yako, umekuja nazo hapo, wengine na wenyewe hawatakuja, watasema sisi hili halituhusu. Matokeo yake wewe tutakaporudi tutakuuliza wanawake 11,000 wako wapi? Kwa hiyo tukijiweka itikadi, hatari yake ni kwamba majukwaa yetu yatakuwa na watu wachache, wengine hawaji, alafu nikiwapata huko wananipa maelezo ambayo hatujafuata mwongozo, tutakuwa hatuwatendei haki. Kwa hiyo kama kwenye mafunzo walimu wangu hawakulisema vizuri hili, ninaomba niseme tuna kazi ya kwenda kuwabeba wale 11,000 waje kwenye majukwaa, kwamba huku hatuongelei habari za itikadi, tunaongelea namna ya kuendelea, na maendeleo ni ya watu wote. Mezani tuna malengo ya pamoja kuhakikisha tunataka kusukuma gurudumu hili na fursa hii inayotolewa kwa nchi yetu. Hii keki ya taifa tule sote. Kwa hiyo kama manispaa ya Morogoro na halmashauri ya wilaya Morogoro, niwaombe sana, na hili jukwaa la uwezeshaji wa wanawake kiuchumi si jukwaa ambalo lina mlengo wa kichama fulani. Kwa hiyo wanawake wote wenye sifa ambao wataendana na miongozo na taratibu, wote tuwaweke pamoja, tunufaike sote. Na ndio maelekezo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maelekezo ya wasaidizi wake, ikiwemo Mheshimiwa wetu Waziri wa Maendeleo ya Jamii. Jukwaa linalenga kuhudumia wanawake wapatao 11,466 waliopo katika kata ya Kilakala. Idadi ya vikundi na wajumbe. Kwa sasa jukwaa lina vikundi 40 vyenye jumla ya wanachama 320 ambao ni wastani wa wanachama 8 kwa kila kikundi. Uwezeshaji wa kiuchumi kwa wanawake kwa kuwaunganisha na fursa mbalimbali zitakazojitokeza na kuongeza ubunifu wa miradi yao. Kuendelea kutoa elimu ya mikopo kwa wanajukwaa ili kunufaika mchakato wa upatikanaji wa mikopo. Urasimishaji wa vikundi na biashara ambazo zipo na hazijasajiliwa au kuwa na leseni za uendeshaji. Kuunganisha jukwaa na mnyororo wa thamani ya bidhaa na upatikanaji wa masoko ya bidhaa.